Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi SAUT wamesema matokeo ya muhula wa kwanza yamekuwa chachu ya wao kusoma kwa bidii. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi wake kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameibua hisia mseto kuhusiana na maendeleo ya tasnia ya michezo hapa nchini. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Faith Olomi atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Pendo Abdalla. Tukianzia hapa jijini Mwanza, kutoka katika ndaki ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza wamesema matokeo ya muhula wa kwanza yamekuwa chachu ya wao kusoma kwa bidii ili kuweza kufanya vizuri zaidi na kuyafikia malengo yao. Hayo yanajiri mara baada ya kutoka kwa matokeo hayo siku ya jana, na kuongeza kuwa muhula uliobaki ni wa kujijenga na sio kurudi nyuma. Kwa undani wa taarifa hiyo, tuungane na mwanahabari wetu Ramadhani Halidina. Matokeo ya muhula uliopita katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino yametoka. Leo hii SAUT TV tumepata kuzungumza na baadhi ya wanafunzi, wana haya ya kusema. Kwa majina naitwa Chacha Dickson Daudi, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino. Kwangu mimi, kwa upande wangu, ningependa kusema tu matokeo nimeyapokea vizuri, kwa sababu pale ambapo nimesoma na matokeo niliyoyapata yamekuja vizuri kutokana na jitihada nilizozifanya wakati najiandaa kuingia kwenye mtihani, zimezaa matunda. Lakini kutokana na matokeo haya ya semester ya kwanza yatanifanya mimi niongeze chachu ya kuweza kufaulu msimu wa semester ya pili. Kwa sababu gani? Ufaulu niliopata haujaniridhisha bado. Yataniongezea mimi jitihada zaidi ya kupambana nisome kwa zaidi ya kasi niliyokuwa nayo semester ya kwanza, ili kuhakikisha semester hii ninapata matokeo juu zaidi ya semester ya kwanza. Kwa majina naitwa Adija. Matokeo ya semester iliyopita nimeyapokea vizuri. Kama umesoma, nimepata kile ambacho nilikitarajia. Nilisoma kwa bidii ili nipate matokeo mazuri, na matokeo haya yamenipa motisha ya kuendelea kusoma zaidi kwa muhula huu ili kupata matokeo mazuri zaidi. Kwa majina yangu naitwa Manyonyi Velastus Balgea. Nipo mwaka wa 3 kitivo cha sheria. Kiukweli ni kwamba matokeo kila yanapotangazwa huwa yanakuja na surprise ya kutosha, kwa maana ni vitu ambavyo mtu anakuwa vitegemei vinatokea, vitu anavyovitegemea havitokei. Kwa hiyo kutokana na hilo, mimi nimeyapokea vizuri, kwa maana wanasema kwamba kama usiposhukuru kwa kidogo, hata kikubwa huwezi kupata. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi yalivyokuja kwangu. Hivyo basi ni jukumu letu sisi kama wanafunzi kupambana kwa namna nyingine ili tuje tujikwamue tena kwa semester inayokuja. Kwa maana hii semester tayari kama umepoteza, tayari unatakiwa ujiamushe tena, lakini kama umefanya vizuri inabidi uendelee kumaintain. Na hayo ndio maoni ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kuhusiana na matokeo yao ya muhula uliopita. Ramadhan Hassan wa SAUT TV. Asante sana Ramadhani Halidina kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukisalia hapa katika jiji la Miamba, mwenyekiti wa mtaa wa Nganza kata ya Luchelele mkoani Mwanza, Nasibu Isa, amemwomba mkuu wa mkoa huo Said Mtanda kutatua changamoto ya kusalimisha ardhi za wananchi ili kupunguza migogoro na serikali. Kwa undani wa taarifa hiyo, tuungane na mwanahabari wetu Jordan Mgoli. Akizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda, mwenyekiti huyo amesema kuwa changamoto ya kutopimwa kwa viwanja imesababisha wananchi kutokuwa na umiliki halali wa viwanja hivyo na kushindwa kuviendeleza. Ni kweli golf course limekuwa ni kipaumbele kabisa cha wananchi kulalamikia halmashauri ya jiji la Mwanza. Wakati wanarasimisha maeneo haya, zilikuwemo kaya chache, na mimi mzungumzaji hivi ninavyozungumza niko ndani ya eneo hilo, lakini limechukua muda mrefu sana kiasi kwamba eneo hili mwanzo lilikuwa na takriban kama nyumba 30-35. Hapa tunapozungumza hapa maeneo yangu haya zimo nyumba zaidi ya 235. Sasa hii nikashukuru jiji, siku moja walikuja kuturasimishia wale ambao tayari tumeshajenga nyumba zetu.
wakatuwekea vigingi, wakatuambia tutakuja kufanyaje na barabara, wakatuonyesha kabisa sehemu ya kupishia barabara zetu, wakatuambia tutakuja kuwaonyesha ili vigingi vyenu visome. Lakini tangu mwaka huo hatujawahi kuambia kwamba wewe kiwanja chako ni namba ngapi, wewe kiwanja chako ni namba ngapi. Hatujawahi kuambiwa namna hiyo. Niombe kwa wale wananchi wangu wa Golf Course ambao wao hawajapima kama tulivyopima upimaji shirikishi, pale ambapo mnatakiwa kupima kisheria zaidi, basi muwapimie na wamiliki maeneo yao. Kadhalika, mwenyekiti huyo amemwomba mkuu wa mkoa kuzungumza na uongozi wa chuo cha Mtakatifu Agostino kuhusu eneo la pori linalomilikiwa na chuo hicho kuliendeleza ili kupunguza matukio ya uhalifu ambayo hufanyika kwenye pori hilo. Tuna eneo letu la San Agostino chuo kikuu hapo. Hilo eneo ni kubwa mno na ni eneo ambalo halina majengo. Tunapozungumza kwamba halina kaya, yamekuwa yakifanyika matukio makubwa sana kuanzia eneo lile kwa Mtekateka kuja mpaka hapo kwa Pomoni. Ni eneo kubwa sana ambalo matukio mengi, nafikiri wote mtakuwa ni mashahidi matukio yanavyokuwa yakijitokeza mara pale. Tuombe maeneo yale kama itawezekana, wale viongozi wa San Agostino pale basi watuwekee angalau hata majumba, basi kama hawezi kumiliki wao waweke majumba, watu wapange basi, ili kwa usalama wa wananchi wetu. Wananchi wanapata madhara sana pale. Tangu mimi naingia kwenye uongozi wangu nimeyashuhudia. Tena kwa ukubwa wa pori lile, kuna wengine wanatolewa huko wameshauawa kabisa, wanakuja wanatupa pale kwa sababu ya pori kubwa lililoko pale. Niombe katika hilo nalo uende nalo utusaidie katika hilo. Nikiripoti kutoka hapa Nganza, mimi ni Jordan Mgoli wa SAUT TV. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameagiza kufanyika kwa tathmini maalum kwa watumishi wa idara ya ardhi ili kubaini wale wenye uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Agizo hilo limetolewa wakati wa kikao cha kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa kata ya Luchelele, ambapo wananchi wengi walieleza kutoridhishwa na utendaji wa baadhi ya watumishi wa sekta ya ardhi kutokana na ucheleweshwaji wa huduma na maamuzi mbalimbali. Ripoti kamili juu ya hili na mwanahabari wetu Makrina Alphonse. Nimepitia nikaona ofisi ya ardhi wako watumishi wengi ambao Akizungumza katika mkutano huo, Mtanda amesema baadhi ya watumishi wamekuwa wakichangia kuongezeka kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kwa kushindwa kutekeleza majukumu yao kwa wakati pamoja na kutokuwepo ofisini mara kwa mara, jambo linalochelewesha huduma muhimu. Amesema serikali haiwezi kuendelea kuwavumilia watumishi wasiowajibika, huku wananchi wakiendelea kupata usumbufu katika kufuatilia haki zao za ardhi na kupata huduma zinazohitajika katika ofisi za serikali. Mtanda ameongeza kuwa tathmini hiyo itasaidia kubaini watumishi wanaofanya kazi kwa weledi na wale wanaoshindwa kuwajibika ipasavyo, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, amesema watumishi watakaobainika kufanya vizuri wataendelea kubaki katika nafasi zao, huku wale watakaoshindwa kwenda na kasi ya uwajibikaji wakipangiwa maeneo mengine ya kazi ili kuongeza ufanisi katika idara hiyo. Wananchi wa mkoa wa Mwanza wameendelea kuiomba serikali kuongeza uwajibikaji katika sekta ya ardhi, wakiamini hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi, kuongeza haki pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi wa kawaida. Makrina Alphonse wa SAUT TV. Shukrani sana Makrina Alphonse kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi wake kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Taarifa hiyo imekuja wakati ambapo takriban vifo 136 vimeripotiwa katika maeneo tofauti ikiwemo Bunia na Goma. Kwengineko, Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na Rais wa China Xi Jinping mjini Beijing kujadili masuala mazima ya biashara na siasa baina ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo inakuja wakati ambapo ni siku chache Rais wa China Xi Jinping alipokutana na Rais wa Marekani Donald Trump nchini China na kutofikia mwafaka wa mazungumzo yao. Mwandishi wetu Jackson Daro anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa.
Hofu imeendelea kutanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mlipuko mpya wa Ebola kusababisha ongezeko kubwa la visa na vifo katika maeneo ya Mongwalu na Rwampara. Kwa mujibu wa ripoti za shirika la afya duniani WHO, zaidi ya visa 514 vinavyoshukiwa vimeripotiwa, huku watu 136 wakiaminika kufariki kutokana na Ebola. Visa vingine pia vimeripotiwa Bunia, Goma, Butembo pamoja na nchini Uganda, hali iliyosababisha WHO kutangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma duniani. Waziri wa afya nchini Kongo Samuel Roger Kamba amesema kuwa changamoto kubwa ni kuwa baadhi ya wagonjwa walifariki katika jamii bila kuripotiwa mapema. Serikali inaeleza kuwa aina ya bundobundio ya Ebola ina dalili zinazofanana na malaria, jambo linalochelewesha utambuzi wa haraka wa maambukizi hayo. Wakazi wa Goma na Bunia wamesema matumizi ya barakoa na tahadhari nyingine bado ni madogo licha ya hofu kubwa iliyopo miongoni mwa wananchi. Jambo hilo linakuja wakati ambapo mashariki mwa demokrasia ya Kongo pia inaendelea kukumbwa na migogoro ya kivita, jambo linalofanya juhudi za kukabiliana na Ebola kuwa gumu zaidi. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa mfumo wa afya katika maeneo hayo tayari ulikuwa dhaifu hata kabla ya mlipuko huu kutokea. Wakati huo huo, Marekani imetangaza msaada wa dharura wa dola milioni 13 kusaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini Kongo. Kwa sasa WHO pamoja na serikali ya Kongo zinaendelea kuhimiza wananchi kutoa taarifa mapema kuhusu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Maafisa wa afya wanaamini kuwa ushirikiano wa wananchi na hatua za haraka za afya ya umma vitasaidia kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo. Kwingineko huko China, ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing imevuta macho ya dunia, huku viongozi hao wakikutana kujadili masuala makubwa ya kisiasa, biashara na usalama wa kimataifa. Mkutano huu umefanyika katika kipindi ambacho mataifa makubwa duniani yanaendelea kugombana kwa ushawishi wa kiuchumi na kidiplomasia. Putin amewasili China kwa ziara rasmi ya siku 2, huku akipokelewa kwa heshima kubwa na serikali ya Beijing, ambapo ziara hiyo pia imekuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani kufanya ziara nchini China, jambo ambalo wachambuzi wanasema linaonyesha ushindani mkubwa wa kisiasa unaoendelea katika mataifa yenye nguvu duniani. Katika mazungumzo yao, Xi Jinping amesema kuwa dunia ipo kwenye hatari ya kurejea katika kile alichokiita law of the jungle, akimaanisha hali ambayo mataifa makubwa yanaweza kutumia nguvu na ushawishi wao kuamua mustakabali wa wengine. Kauli hiyo imeonekana kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani na washirika wake wa Magharibi, ambapo upande wake Putin amesema uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa hapo awali. Putin amesisitiza kuwa ushirikiano wa Moscow na Beijing utaendelea kuimarika katika biashara, teknolojia, usalama pamoja na nishati, licha ya vikwazo vinavyoendelea kuwekwa na mataifa ya Magharibi. Wakati China akiendelea kuwa mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Urusi, huku biashara nyingi kati ya nchi hizo zikifanyika kwa kutumia sarafu ya yuan badala ya dola ya Marekani. Hatua hiyo inaonekana kama mkakati wa kupunguza utegemezi wa mfumo wa kifedha wa Magharibi na kuimarisha nguvu ya uchumi wa nchi hizo mbili. Viongozi hao pia wamejadili hali ya vita huko Ukraine, ambapo vinaendelea kusababisha mvutano mkubwa duniani. Mataifa Magharibi yameendelea kuitaka China kutumia ushawishi wake wa Kremlin kushinikiza amani, lakini Beijing imeendelea kusisitiza kuwa inataka kuwa upande wa kati, huku ikiendelea kudumisha uhusiano wake wa karibu na Moscow. Mimi ni Jackson Ndaro wa South TV. Shukrani sana Jackson Ndaro kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Faith Elome atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa South TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Faith Elome. Baadhi ya wafanyabiashara katika mtaa wa Mnangani, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza, wamesema gharama za usafiri zimewafanya kuongeza bei ya bidhaa, hali inayopelekea kukosa wateja na kuzorota kwa biashara zao. Wakizungumza na South TV habari, wameomba serikali kutafuta njia ya kupunguza bei ya mafuta ili kurahisisha ari ya usafirishaji na uwezeshaji wa kujikimu kiuchumi. Na kwingineko kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump pamoja na familia yake wamepewa kinga dhidi ya ukaguzi wa kodi unaosubiriwa nchini humo kufuatia agizo la idara ya sheria ya Marekani lililotolewa siku ya jana. Hatua hiyo imekuja mara baada ya Trump kufikia makubaliano ya kumaliza kesi ya dola bilioni 10 dhidi ya huduma ya mapato ya ndani ya Marekani IRS iliyohusu uchapishaji wa taarifa zake za kodi wakati wa vyombo vya habari kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Joyce Pakomi. Kupanda kwa bei ya mafuta kilio si kwa dereva pekee, bali kwa wafanyabiashara ambao wanasafirisha mizigo mpaka sokoni. Kupanda kwa bei ya mafuta kumeleta mabadiliko ya bei ya bidhaa na kuongeza gharama za usafirishaji. Na hapa nipo Mnangani mkoani Mwanza, nazungumza na wafanyabiashara, nao wanaeleza namna ambavyo gharama za usafirishaji zinaathiri biashara zao. Kwa majina naitwa Shabani Mohamed Shabani, ni mfanyabiashara
hapa Mnangani. Kama tunavyojua sasa hivi mafuta yamepanda. Kwa hiyo kusafirisha mzigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ni gharama. Pia. Kwa hiyo ili kuweza kufikia ile hesabu au ile gharama uliyosafirishia wewe, na wewe lazima upandishe bei ya bidhaa. Lakini kwa watu wa kawaida hawezi kuelewa kwa sababu gani. Watasema mapema tu umepandisha bei, kwa hiyo sisi hatuwezi kuafford hizo bei. Kwa hiyo inapelekea kupunguza wateja na kufanya biashara kuwa ngumu sana. Kwa majina naitwa Uwezo Store hapa, ni mfanyabiashara mdogo. Tangu hili sakata lianze la mafuta kupanda na usafiri kwa ujumla, biashara imekuwa ngumu sana, wateja ni wachache, mauzo yanakuwa chini. Kulingana na watu hawafiki bei, na sisi hapa tuwezi tukauza bei ile tuliochukulia. Kulingana na nini? Na system nzima ya usafirishaji. Kwa moja kwa moja changamoto kubwa ni kwamba bidhaa kupanda bei. Kwa mimi ninavyoelewa, bidhaa kupanda bei moja, lakini cha pili mzunguko umekuwa ni mdogo sana. Jina naitwa Esau Justin Gervas. Nafanya biashara Mnangani Center. Nafanya biashara wa dagaa. Dagaa changamoto ambayo naipitia kwa sasa hivi zipo juu sana. Maana mwanzo tulikuwa tunanunua dagaa 25 ndoo kubwa. Sasa hivi tunanunua ndoo 60 mpaka 70. Je, tunaelekea wapi? Kwa tulikuwa tunaomba serikali tuangalie jicho la pili kuhusu mafuta, na sababu wanadai kule mafuta yapo juu. Kwa serikali tuangalie upande wetu wafanya biashara wadogo kumwe kimaisha. Na biashara kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na familia yake wamepewa kinga dhidi ya ukaguzi wowote wa kodi unaosubiriwa nchini humo kufuatia agizo la idara ya sheria ya Marekani lililotolewa siku ya jana. Katika hati iliyosainiwa na kaimu mwanasheria mkuu Todd Blanche, idara ya sheria imeeleza kuwa mamlaka za kodi hazitaruhusiwa tena kushtaki au kufuatilia masuala yoyote ya kodi yanayomhusu Trump, familia yake au biashara zake. Agizo hilo pia limejumuisha kesi zote zinazoendelea EU zinazoweza kuanzishwa baadaye kuhusiana na marejesho ya kodi ya Trump kabla ya makubaliano hayo. Wabunge wa chama cha Democratic wamepinga vikali hatua hiyo, wakidai kuwa inadhoofisha usawa wa kisheria na kumpa rais upendeleo usiostahili. Naye Seneta Adam Schiff ameituhumu serikali ya Trump kwa kujihusisha na ufisadi, akidai kuwa rais anatumia madaraka yake kujilinda dhidi ya sheria za kodi. Hata hivyo, wataalamu wa kodi nchini Marekani pia wameeleza wasiwasi wao, wakisema kuwa hatua hiyo ni ya kipekee na haijawahi kutokea katika historia ya Marekani, kwani inawaweka Trump na familia yake juu ya mfumo wa kawaida na ukaguzi wa kodi. Aidha, makubaliano hayo yamefuatiwa na kuanzishwa kwa mfumo wa kupambana na silaha wenye thamani ya dola bilioni 1.776, huku wakosoaji wakidai kuwa mfumo huo unaweza kutumika kuwanufaisha washiriki wa karibu wa Trump badala ya waathirika halisi wa matumizi mabaya ya sheria. Joyce Pakomi, Sauti TV. Asante sana Joyce Pakomi kwa taarifa hizo. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa habari za biashara tulizokuandalia kwa siku hii ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Pendo Abdallah. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni Faith Olomi. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Pendo Abdallah. Baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameibua hisia mseto kuhusiana na maendeleo ya tasnia ya michezo hapa nchini kufuatia kauli ya mchezaji wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand alipowasili hapa nchini na kusema kuwa ipo haja ya kuinua viwango katika soka la vijana ili kuzalisha wachezaji wa kimataifa. Kwengineko kimataifa, klabu ya Arsenal imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza EPL msimu huu baada ya kusubiri kwa miaka 22, huku ubingwa huo ukithibitishwa rasmi kufuatia sare ya Manchester City dhidi ya Bournemouth. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye mwanahabari wetu Matilda Emilio. Kufuatia ziara ya mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United Rio Ferdinand, ambapo siku ya jana aliwasili nchini Tanzania, ameweza kutoa wito mzito na kuongeza kuwa Tanzania bado inahitaji uwekezaji mkubwa wa mifumo ya miundombinu, hususan katika upande wa michezo pamoja na mafunzo ya vijana ili kuwezesha kuzalisha vipaji na nyota bora wa kimataifa.
Kwa hapa jijini Mwanza, SAUT TV imepata wasaa wa kuzungumza na wadau wa soka mbalimbali na kueleza kauli hiyo namna walivyoipokea, hususan katika swala zima la miundombinu ya kimichezo. Jina naitwa Bashari Amani, nikizungumzia kauli ya Rio Ferdinand ambayo ametoa siku ya jana alipowasili nchini Tanzania. Ameeleza kwamba Tanzania sawa, tumepewa nafasi ya host AFCON, lakini AFCON pia amekiri kwamba ni sehemu mojawapo ya kutangaza utalii wetu na kuendeleza zaidi, na pia tutengeneze kipato kuhusu. Lakini changamoto kubwa ni swala la miundombinu. Kasisitiza kwamba tuweze kuboresha miundombinu yetu. Miundombinu anamaanisha usafiri, labda majengo, pamoja na swala zima la viwanja vyetu. Ujio wa Rio Ferdinand kwa taifa la Tanzania na kile na kauli yake, naweza nikasema hiyo ambayo ameweza kuitoa kwa siku ya jana, kuomba serikali pengine iboreshe miundombinu mbalimbali kuhakikisha swala la michezo kwa nchi ya Tanzania inakuwa kuanzia kwa watoto. Mimi naona liko sahihi wazo lake, hasa kwa tukiangalia kwa sasa angalau kidogo serikali imeweza kujitahidi kuweza kuboresha miundombinu. Tunaona kwa baadhi ya shule mbalimbali walimu wa michezo kuanzia shule za msingi na sekondari wanapata fursa na nafasi kushirikiana na Baraza la Michezo Tanzania, yani BMT, wanapewa mafunzo mbalimbali walimu, na baadaye wa mafunzo wanayopata wanapeleka kwa majina naitwa Andrea John. Mimi kama kijana wa Tanzania nimechukulia kauli ya Rio Ferdinand katika mtazamo chanya, kwa sababu uboreshwaji wa miundombinu kama viwanja na miundombinu mingine husiana na masuala mazima ya soka inaleta hamasa na kukuza vipaji kwa vijana. Kocha mkuu wa klabu ya Azam FC Florent Ibenge ameingia rasmi kwenye orodha fupi ya makocha watano wanaowania nafasi ya kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Shirikisho la soka la Mali limefikia uamuzi huo baada ya kuchuja kwa umakini maombi ya kazi 28 yaliyowasilishwa na makocha mbalimbali kutoka ndani ya nje ya bara la Afrika. Hatua hii inamweka kocha huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye nafasi nzuri ya kurejea katika soka la kimataifa za timu za taifa. Uamuzi huu unakuja wakati ambapo mkataba wa sasa wa Ibenge ndani ya Azam FC ukitarajiwa kufikia tamati mwishoni mwa msimu huu, hali ambayo inaleta sintofahamu kuhusu mustakabali wake na matajiri hao wa chamazi, huku mashabiki wa uongozi wa timu hiyo wakisubiri kwa hamu kuona kama itaongeza mkataba au wataamua kuondoka kuelekea Afrika Magharibi kuchukua mikoba ya timu hiyo. Na kwingineko barani Ulaya, klabu ya Arsenal imefanikiwa kutoa ubingwa ya ligi ya Uingereza msimu huu baada ya kusubiri kwa miaka 22, huku ubingwa huo ukithibitishwa rasmi kufuatia sare dhidi ya wapinzani wake. Mafanikio haya ya kihistoria yamehitimisha ukame wa muda mrefu tangu msimu wa mwaka 2003 hadi 2004. Ubingwa huo wa Arsenal uliidhinishwa rasmi nchini Uingereza baada ya wapinzani wao kukwama kwa sare, na matokeo hayo yakiwaacha Arsenal kuwa kifua mbele kwa alama 4. Siri kubwa ya ushindi inatokana na mikakati thabiti na uvumilivu wa kocha ambaye aliaminiwa na bodi ya kujenga mradi wa muda mrefu, kukuamini wachezaji na vijana wenye njia ya mafanikio na falsafa ya kisasa ya soka. Asante sana Matilda Emilio kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Pendo Abdallah, na sasa nirudisha kijiti kwake Donald Anthony kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Pendo Abdallah kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wanafunzi SAUT wamesema matokeo ya muhula wa kwanza yamekuwa chachu ya wao kusoma kwa bidii. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi wake kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameibua hisia mseto kuhusiana na maendeleo ya tasnia ya michezo hapa nchini. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anthony, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.